Serikali ya Tanzania imeingia mikataba ya mikopo mingi ya siri inayohusisha nchi ya Iraq, mikopo ambayo haijulikani kwa mwananchi wala kupitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Luhanga Mpina amebainisha shutuma hizi nzito, akieleza kuwa viongozi wa utawala wa sasa wamefikia hatua ya kusafiri hadi nchi ya Iraq kutafuta fedha hizo kwa njia zisizo rasmi, hatua inayokiuka misingi ya uwazi na haki za binadamu kutokana na sifa ya mataifa yanayohusika. Mikopo hiyo ya siri haikuingizwa kabisa kwenye mfuko mkuu wa serikali, badala yake imeelekezwa moja kwa moja kwenye akaunti na mifuko ya watu binafsi kwa manufaa ya viongozi wachache serikalini. Ufichuzi huu umekuja wakati ambapo chama cha ACT Wazalendo kimefanya uchambuzi wa kina wa bajeti kuu ya serikali kupitia baraza lake la mawaziri vifuli na kuamua kuwapelekea wananchi taarifa hizi watambue namna rasilimali zao zinavyotumika vibaya na kuchukua hatua stahiki, kwa kuwa taasisi za utawala na bunge zimeshindwa kutekeleza wajibu wao wa kuisimamia serikali. Chanzo cha mambo haya yote kinatokana na muundo wa bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa kifedha wa 2026-27 hadi ambayo jumla ya matumizi yake yote yaliyopangwa yamefikia shilingi trilioni 6.2, yote yakiwa yamepangwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Katika kiasi hiki chote cha matumizi, makusanyo ya ndani ya kodi na mapato yasiyo ya kodi yanakadiriwa kuwa shilingi trilioni 46.79 pekee, jambo linaloacha upungufu mkubwa wa kifedha wa jumla ya shilingi trilioni 15.54. Nakisi hii inawakilisha 25% ya bajeti nzima inalazimika kupatikana kupitia mikopo mipya na misaada kutoka nje ya nchi, hali inayosababisha deni la serikali kuendelea kukua kwa kasi kubwa sana na kufikia viwango vya hatari. Hadi kufikia mwezi Machi mwaka 2026, deni la serikali limeshapaa na kufikia jumla ya shilingi trilioni 118.34 ikilinganishwa na shilingi trilioni 104.93 zilizoripotiwa katika kipindi kama hicho cha mwaka uliopita, ikiwa ni ongezeko la 8.93 ndani ya mwaka mmoja tu. Uchambuzi wa deni hili unaonyesha kuwa ndani ya kipindi cha miaka mitano ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6, deni la serikali limeongezeka kwa jumla ya shilingi trilioni 50 na 3.44. Ongezeko hili kubwa la mzigo kwa madeni haiendi sambamba kabisa na uhalisia wa maendeleo na miundo msingi nchini, kwa kuwa miradi mingi mikubwa kama ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR imesimama na barabara nyingi nchi nzima zimeharibika sana bila kufanyiwa ukarabati wowote wa maana. Gharama za kuhudumia deni hili limekuwa kubwa mno, kwani kwa malipo ya sasa ya riba yamefikia shilingi trilioni 6.86, wakati mtaji unaolipwa ni shilingi trilioni 7.84, jambo linaloonyesha kuwa kiasi cha riba na mtaji vinakaribiana kulingana na kutokana na serikali kukopa mikopo ya kibiashara yenye gharama ya juu. Mikopo hii ya kibiashara inayobeba viwango vikubwa vya riba inajumuisha 84.5% ya mikopo yote ya nchi, na zaidi ya 70% ya deni lote limekopwa kwa kutumia fedha za kigeni, hali inayofanya taifa kuwa katika hatari kubwa ya kuathirika kiuchumi pale vikwazo vya kubadilisha fedha vinavyotikisika. Kasi ya ukuaji wa matumizi ya serikali imekuwa kubwa kuliko kasi ya ukuaji wa mapato za ndani ya nchi, ambapo takwimu za miaka 4 mfululizo zinathibitisha kuwa wastani wa ukuaji wa mapato ni 8.9, wakati matumizi yakiwa kwa 10.2.
Katika kila shilingi 1,000 ya bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha wa 2026 hadi 2027, shilingi 310 zinaenda kwenye matumizi ya kawaida ya serikali, shilingi 240 zinatumika kulipa deni la taifa, shilingi 120 zinazokwenda kwenye ruzuku na shilingi 330 pekee ndizo zinabaki kwa ajili ya uwekezaji wa umoja kwa moja kwenye miradi na maendeleo ya mwananchi na wananchi vile vile. Ugawaji huu wa fedha unamaanisha kuwa 33% tu ya bajeti ndio inayokwenda kwenye maendeleo, kiwango ambacho kiko chini kabisa ya maagizo ya mpango wa maendeleo ya kitaifa unaotaka angalau 35% au zaidi ya kifedha za umma zielekezwe kwenye miradi ya kimaendeleo. Sababu kuu inayofanya matumizi ya serikali yakuwe kwa kasi kubwa kiasi hiki ni pamoja na ukubwa wa misafara ya viongozi wa serikali wanaosafiri ndani na nje ya nchi, ambapo katika mwaka huu wa kifedha pekee serikali imetenga zaidi ya trilioni 1.3 kwa ajili ya safari hizo zinazolenga kufanya kampeni za kusafisha taswira ya viongozi kimataifa. Jambo jingine ni uwepo wa malipo makubwa yaliyofanyika nje ya utaratibu wa bajeti iliyoidhinishwa na bunge, hasa katika sekta ya wanunuzi kwa kutumia visingizio vya ongezeko la gharama ya ziada na faini ya ucheleweshwaji wa mikopo kwa wanakandarasi. Mfano wa ubadhirifu huu unajidhihirisha katika mradi wa kufua umeme wa bwawa la Nyerere ambapo ulipangwa kugharimu shilingi trilioni 6.5, lakini serikali imelipa jumla ya trilioni 7.54, ikiwa ni ongezeko la zaidi la shilingi bilioni 119.40 iliyolipwa bila kupata kibali cha bunge ama kupitia kibali cha bunge wala ridhaa ya wananchi. Serikali pia imejilipa zaidi ya shilingi trilioni 2 kwa fidia ya migogoro ya uwekezaji kwenye mahakama za kimataifa na usuluhishaji bila kuwepo kwa uidhinishaji wowote wa kisheria. Ubadhirifu huu unaongezewa nguvu na tabia ya serikali kununua huduma na bidhaa mbalimbali ikiwemo vifaa vya ofisini kama kalamu kwa bei ya juu sana inayozidi bei halisi ya soko la ndani. Fedha nyingi za walipa kodi zimekuwa zikitumika kugharamia mitandao ya watu wanaosifu viongozi pamoja na kampeni mbalimbali za kuficha ukweli wa mambo yanayoendelea nchini, huku mabaraza ya utungaji sheria yakigeuzwa kuwa sehemu ya kulinda ufisadi huu. Taarifa zote rasmi kutoka kwa mdhibiti wa mkaguzi wa serikali za hesabu za serikali kunradhi, mamlaka ya udhibiti wa manunuzi ya umma pamoja na vitengo vya udhibiti wa fedha haramu zinathibitisha kuwepo kwa wizi na ubadhirifu mkubwa wa fedha za umma ambazo sasa bunge linakutana tena kuziidhinisha zikaibiwe upya. Serikali imeendelea za matumizi ya anasa ikiwemo ununuzi wa magari ya kifahari ya zaidi ya shilingi bilioni 10 kwa ajili ya wagombea wa vyama vya siasa 19 kutumia kwa siku 60 tu, huku kukiwa na gharama kubwa zisizo na uhalali na uhalisia za mategemeo ya magari na ukarabati wa majengo ya umma.